Jamani. Ina maana mpaka dakika hii hamna mtu anayejua babu kaenda wapi? Kwa nini nataka kuniambia kwamba hamjui mpaka dakika hii babu kaenda wapi? Jamani, tutafahamu sasa kile ambacho kimeendelea pia huko katika upande wa Pyramid. Gamba alihakikisha ameziba njia ambao waliweza kuingilia, lakini sasa wakati huu ambapo wanatoka imeonekana kuna kitu hakipo sawa. Yaani kuna kitu kabisa hakipo sawa, na sauti ilikuja kusikika kwamba nyie mnajificha nini? Tokeni humo ndani haraka sana. Sasa ni nani huyu ambaye ameweza kuona uwepo wao na jinsi ambavyo kina Hamza waliweza kusikia pamoja na Mr. Black? Yani wote kwa pamoja walivyoweza kusikia, si kwa masikio, yani ni kama sauti ambayo imeongelesha ndani ya nafsi zao. Yani wote wamesikia ndani ya miili yao. Huyu mwamba ambaye yupo nje anawasubiri ni nani? Kwa hiyo tutakuja kujua mengi zaidi msikilizaji, lakini pia kwa upande wa Regina mambo na yenyewe ni meusi. Shemeji yenu ama wifi yenu anazidi kuandamwa kwa sababu wanafahamu mwamba Hamza hivi sasa tayari ameshaaga dunia, na kama ni mzima basi hana nguvu tena. Langu jina ni Lucas Lumbas, mtayarishaji wa hii simulizi ni Isa Singano. Hamza alijikuta kikosa jinsi. Unajua aliishia tu kuongoza njia na kutoka kwenye eneo la kutokea la shimo hilo. Sehemu ile ya kutokea, yale mawe ambayo yalikuwa yameziba yalishaondolewa muda mrefu tu. Na kulikuwa kuna watu 8 wa ajabu ambao walikuwa wamesimama kwa namna ya kuzunguka eneo hilo. Alafu wote walikuwa wamevalia majoho kama makoti ya rangi nyeusi yenye kofia za kufunika uso, na pia walikuwa na maski usoni za rangi ya dhahabu. Najua ungekuwepo wewe moja kwa moja ungesema hawa watu ni Freemason. Walionekana kama vile ni sehemu ya filamu maarufu ya Kikorea ya Squid Game. Kwa wale ambao umeshaiona movie ya Squid Game, nadhani sasa utakuwa umeelewa jinsi ambavyo wale walinzi walivyokuwa wanavaa, ndivyo sasa hawa jamaa walivyokuwa wanaonekana. Mkandamizo wa hatari ambao Hamza alikuwa akihisi ulikuwa kweli umetoka kwa watu hao 8. Kilichomfanya Hamza kuhisi ajabu ni pale alipohisi msisimko mmoja wa watu hao alikuwa akiujua. Mara baada ya Haeji kuona mavazi ya watu hao kama watu wa Squid Game, uso wake ulionekana kushikwa na mshtuko mkubwa sana. Haeji akajikuta akisema Elders. Hamza alijikuta akishangaa na kumgeukia Haeji na kumuuliza kwamba unamaanisha nini? Msikilizaji, hata hivyo Haeji hakujibu. Haraka sana alipiga magoti chini, kuinamisha kichwa chake kwa namna ya kusujudu, kisha akaongea kwa lugha akiwa na maana ya kwamba miungu wa siri, mimi Haeji na wasalimu wazee wakuu. Basi Hamza kusikia vile alijikuta akikunja sura na kuuliza kwamba inamaanisha ni wazee wa Hidden Gods. Hamza akajibiwa hapana. Alijibu Haeji kwa sauti ya chini, kisha akaendelea kuzungumza akasema kwamba ni wazee wa muungano wa baraza la ulimwengu wa giza. Ni kwa sababu ya nguvu yao ndio maana umoja wetu wa Underworld Alliance umekuwa salama kwa kutoshambuliwa na taasisi nyingine. Sijawahi kuona wazee wengi hivi wakitokea kwa pamoja. Kawaida mara nyingi hutokea wawili au mmoja. Haeji alizungumza hivyo. Ilikuwa ni mara ya kwanza kwa Hamza kusikia kwamba ukiachana na umoja huo wa Underworld Alliance, kulikuwa na umoja mwingine wa baraza la miungu wa siri. Ndio maana siku ile alijiuliza kwa nini taarifa zilionyesha mwanzo umoja wa Underworld Alliance ulikuwa na nguvu, lakini kiongozi wake akawa tu Haeji ambaye hata yeye mwenyewe alikuwa kimweza. Kumbe kulikuwa kuna kundi la wazee wenye nguvu wale ambao walikuwa ni nyuma ya umoja huo. Kwa maneno ya Haeji, ilionekana wazee hao hawakuwa washirika wa moja kwa moja wa huo umoja, bali walikuwa kama walinzi pekee. Sasa Hamza kauliza kwamba wazee wa baraza la miungu wa siri, je, naweza kufahamu ni kitu gani mnasubiria hapa? Basi pale pale kati yao sauti ya mwanamke ilisikika katika hali ya ukauzu na kuuliza kwamba Lucifer, je, ni kitu gani umeona baada ya kukaa huko chini kwa muda mrefu? Hamza alishia kushusha macho yake tu, akihisi kwamba kama atadanganya basi ni rahisi kugundulika. Alishia tu kuelezea kwa ufupi, lakini hakuongea kabisa kuhusu swala la uyoga wa uzima wa wale watu wawili wa manjano. Wale wazee waliangaliana, kisha yule mwanamke katika maski
Aliongea akasema kwamba umeona siri ambayo hukupaswa kuona. Shauku ndo imekuua. Basi bwana, mara baada ya huyo mwanamke kuongea hivyo, Hamza yeye pale pale aliweza kuelewa watu hao walikuwa na nia ya kumuua. Hivyo akaona ahoji kidogo. Hamza akasema kwamba wazee, sidhani kuna haja ya kuwa katili kiasi hiki. Hamza akajibiwa kwamba usio na wasiwasi, hakutakuwa na maumivu, kifo chako kitakuwa cha amani tu. Mara baada ya yule mwanamke kuongea, ghafla alinyosha mkono wake mweupe kutoka chini ya koti lile. Katika mkono wake huo kulikuwa na pete 3, moja ya zambarau, nyingine nyeusi na moja ya kimadini ya rangi ya bluu kama rubi. Yule mwanamke alisuguanisha vidole vyake kutengeneza sauti. Kwa kitendo tu cha kuchezesha vidole vyake, anga lililozunguka eneo hilo la piramidi liliganda. Ndiyo, ilikuwa ni kuganda. Na si kuganda kama barafu, bali ni kama kila kitu kilisimama. Yaani ni kama alipiga pause anga. Hamza alijikuta akishangaa, na mara baada ya kugeuka aliweza kushuhudia Haeji, Mr. Black, kadogo ketu kagenduleza na Yones wote wamesimama kama masanamu. Oya, siji dunia ilisimamishwa na wakati ulisimamishwa. Wakati wameganda pasipo kutingisha hata, yani hawakutikisika hata kidogo. Wote walionekana kama samaki wanaosubiri kutengenezwa kitoweo. Pengine kama wakiuliwa wasingejua hata ni kitu gani kimewatokea. Ambao hawakuathirika na hali hiyo walikuwa Hamza na Gamba pekee. Hata hivyo Hamza alihisi ugumu kusogea. Na Gamba aliyekuwa nyuma yake alikuwa akitoa sauti za kinyoka akimwangalia yule mwanamke, lakini bado alikuwa katika hali ya hofu. Hamza alihisi ubaridi ukisambaa kutoka kwenye miguu yake na kwenda moja kwa moja mpaka mgongoni. Alijiuliza kwamba inamaanisha amesimamisha muda. Amewezaje kusimamisha muda? Basi yule mwanamke akasema kwamba inasikitisha sana Lucifer. Lucifer, pengine ungeweza kujiunga kwenye umoja wetu baadaye. Usingethubutu kuingia ndani ya hilo shimo na kuona ulichoona. Kwa sasa tuna jinsi zaidi ya kukuua wewe na wenzako kwa ajili ya kuzuia hatari itakayotokea mbeleni. Aliongea hivyo yule mwanamke. Hamza alihisi machafuko asiyoelezeka. Ilikuwa imemtumia nguvu kubwa sana kurudisha uwezo wake na kuanzisha safari ndefu ya kurudi kwa ajili ya kukutana na familia yake. Kusema kwamba juhudi zake zote zitaishia nje ya pango hilo. Bila kumuona mke wake. Alafu afe hajala kitumbua cha mke wake. Hamza akasema nyie, kwa nini? Yaani kwamba ni nyie tu ndio mnaopaswa kujua siri za humo. Ila sio mimi, si ndio? Hamza aliuliza hivyo. Na baada ya kuuliza hivyo, na aliongea hivyo kwa namna ya kutaka kuvuta muda ili kuona njia sahihi ya kukabiliana na swala hilo. Hamza kutaka kupigana bana. Alijua kwamba kwa uwezo aliokuwa nao, hata kama akubali kutumiwa na pepo kwa mara nyingine, hana uwezo kabisa wa kushindana na watu hao wote 8. Hana. Hamza akaambiwa kwamba umekosea. Ukweli ni kwamba hatujui ni kipi kipo humo ndani, hatujui mengi ambayo unayajua wewe. Lakini uwepo wetu kwenye ulimwengu huu ni kuhakikisha siri iliyo ndani ya hilo shimo haijulikani kwa walimwengu. Hamza akasema, na mimi naomba basi niwahakikishie kwamba siri hii haitatoka. Basi yule mwanamke akasema kwamba hakuna ukuta kwenye ulimwengu huu ambao haupitishi upepo. Hamza akasema, kwa hiyo ni lazima kwa sisi kupigana leo ama? Aliongea Hamza kwa masikitiko. Yule mwanamke alionekana kushangaa kuona kama Hamza kweli anataka kuleta ukinzani. Yule mwanamke akasema kwamba Lucifer, nisikilize bwana, wewe ni mwenye kipaji kikubwa sana, umesikia lakini level uliopo haiwezi kuwa na athari zozote kwetu. Kwa hiyo kushauri tu usilete ukinzani usio na lazima, sawa? Unatakiwa kufa. Hamza akasema, aisee. Hivi mnajua imechukua juhudi kubwa sana kuyaokoa maisha yangu jamani, ama muelewi hilo Kwa nini iwe hiari kufa tu bila maana jamani? Hapo kama nikifa, haya vipi kuhusu mke wangu? Hivi mnajua nyewe kuna kitu gani kisubiri kwa mke wangu? Hivi mnaelewa hilo? Yule mwanamke akasema, aisee, una ujasiri sana wa kuongea hayo. Afa hayo sio juu yetu. Basi Hamza alijikuta kiunguruma akisema kwamba silaha toka. Na pale pale maelfu ya silaha yalijitokeza huku maumbo yake yakijitengeneza mara moja tu. Muda huo nguvu zake zilikuwa zimeongezeka sana na kusababisha idadi ya silaha alizoweza kuita kuwa mara 3 zaidi ya zile za mwanzo.
Wakati huo mwili wa Hamza ulilipuka kwa nguvu kubwa na mnunurisho wa mng'ao wa njano uliibuka kwenye mwili wake ukatengeneza msuguano wa kinguvu. Hamza kutaka kuchelewa na mara moja alipitia mgawanyiko. Mara baada ya kuona mabadiliko ya Hamza, wazee wale walionekana pia kuwa na muonekano tofauti na mwanzo. Basi mzee mmoja aliongea akasema ya kwamba kuweza kuwa na nguvu za namna hiyo katika umri mdogo, hakika wewe ni mwenye akili zaidi, lakini ndio hivyo, inasikitisha kwamba, aliongea mzee mmoja, ingawa walionekana kukubali uwezo wa Hamza, bado hawakuwa na wasiwasi hata kidogo. Na jamaa huyu mzee mwenyewe alivyokuwa anaongea hakuweza hata kumaliza kauli yake. Hamza alijua alikuwa ndiye dhaifu. Alijua sana kwamba katika hao watu yeye ni mdhaifu. Hivyo aliona ayo wa kwanza kufanya shambulizi. Hata hivyo, kabla hata hajafanya shambulizi, mara ghafla sauti ilisikika pale pale ikisema ya kwamba ni mchana sasa hivi, mnafanya nini hapa badala ya kwenda kula chakula? Mara baada ya kusikia sauti hiyo, wale wazee kwa namna ya wasiwasi wote waligeuza vichwa vyao. Pale pale waliweza kushuhudia mwanaume wa makamo aliye na muonekano wa kawaida sana, mweusi, aliyevalia nguo nyepesi. Alikuwa ameshikilia mfuko mkononi mwake na alionekana pasipo wasiwasi kutembea na kuingia ndani ya eneo lile ambalo muda ulikuwa umesimama. Yaani ninapoambia muda umesimama ni kwamba kitendo unaweza kupigwa kofi na usijue kofi limetokea saa ngapi. Ama bomu lilipuke alafu mtu anakuja na kuchukua, anakufuta kajasho kidogo, mnacheza naye rede, mnacheza naye dama, anakutoa, mnapiga story kidogo, anaondoka. Yaani sekunde moja kwako inaweza ikawa ni sawa na dakika 20. Ndio maana kusimamisha muda. Kwa hiyo sasa yule mzee alionekana kwake yeye hajaathirika na swala la usimamishaji wa muda. Nguvu ya mwanamke yule iliyofanya anga kuganda ilionekana kutokuwa na athari zozote kabisa kwa yule mwanaume. Hamza mara baada ya kumuona mzee huyo wa makamo alijikuta kishangaa kwa kuona anamfahamu. Hamza akasema ya kwamba wewe ni yule brother tuliyekula nyama ya kuchoma pamoja kule msituni, si ndio? Msikilizaji, mara ya kwanza kwa Hamza kupata uelewa wa mbinu ya silaha ya hiari ilikuwa ni kupitia maelekezo ya mzee huyo katika misitu ile ya Nyumbanitu. Sijui utakuwa unakumbuka? Kule msituni kule. Vinginevyo kama sio yeye asingeweza kujua mpaka leo. Hasa Hamza kwa kuangalia mfuko mzee huyo aliobeba alijiambia lazima itakuwa ni viungo vya chakula tena. Hamza pia tokea siku ile alishajua mzee huyo uwezo wake ulikuwa ni mkubwa sana. Nakumbuka siku ile kule msituni, yani Hamza sijui kitendo sijui cha kupiga tu cheve sijui kufanyaje kugeuka, mzee hayupo na hakuna dalili yote ya yeye kuwepo huyo mzee alivyokuwa kule nyumbani tu. Lakini hakuweza kufikiria angekuwa na uwezo wa kutembea kwa haraka, yani kwa haraka ama kutembea kwa raha zake katikati ya kundi hilo la wazee wa miungu ya siri. Yani hana pressure kabisa, hana pressure. Yule mwanaume wa makamo akasema ya kwamba wewe mtoto, naona umezidi kuwa mvivu. Kwa nini naona haujawa na nguvu kubwa sana kuliko mara ya mwisho nilivyokuona? Aliongea yule mwanaume wa makamo. Hamza alijikuta akishikwa na mawazo. Oya, mwamba anaongea anajiamini, hana hata wasiwasi. Watu wamegandishwa huko, yeye ndio kwanza. Na ilikuwa ndio mara yake ya kwanza Hamza kusikia mtu akimwambia uwezo wake unapiga tu taratibu. Yule mwanaume akasema kwamba anyway, sio mbaya, lakini nguvu zako ni kubwa kidogo na zinakutosha. Aliongea yule mwanaume, kisha akageukia sasa wale wazee. Akasema kwamba nyie watu mnaweza kuondoka bwana. Siri ya eneo hilo la chini ya ardhi haiwezi kuvuja. Pengine siku za baadaye mtahitaji msaada wa nguvu za huyu mwanaharamu. Mkimuua sasa hivi mnaweza kujutia baadaye. Basi wazee wale 8 walikuwa na hali isiyoelezeka usoni mwao. Yule mwanamke ndiye aliyeongea kwa kuuliza kwamba unajuaje hawatuvujisha siri hii? Yule mwanaume wa Kiafrika akasema ya kwamba Hesili, kwa hiyo unataka kusema kwamba unapingana maneno yangu ama? Basi yule mwanamke aliyeitwa Hesili alijikuta akiwa kimya, kama vile alikuwa na hofu ya kujibizana naye. Muda ule pia Hamza alijua jina la yule mwanamke ni Hesilia, na alihisi alishawahi kusikia jina hilo mahali. Hasa yule mwanaume akasema kwamba Maneti, wewe ulishawahi kukutana na huyu mtoto ana kwa ana? Unadhani kuna haja ya kumuua? Aliuliza yule mwanaume. Hamza mara baada ya kusikia jina la Maneti alijikuta akigeuza uso wake.
akimwangalia mzee ambaye alikuwa na msisimko aliyouelewa. Alijikuta akiona kwamba ilikuwa kama alivyotarajia. Yaani mtu huyo alikuwa ni ule mlinzi wa gereza la kisiwa cha barafu anayejulikana kwa jina maarufu la mlinzi wa gereza la majini. Pale Hamza aliweza kuelewa kama wazee hao walikuwa pamoja na Manet, basi moja kwa moja wote walikuwa ni wazee wa level ya hodari. Ndio maana walikuwa na mgandamizo mkubwa vibaya mno. Sasa mwanamume yule aliyejulikana kwa jina la Manet alisema ya kwamba Heslia, namjua huyu mtoto, hivyo tumpotezea awamu hii tu, afu isitoshe Lucifer ameokoa maelfu ya uhai wa watu na kutoa mchango mkubwa kwa binadamu. Huyu tunaweza kumwacha tu. Aliongea mwanamume yule aliyejulikana kwa jina la Manet. Sasa Heslia akasema kwamba kama ni hivyo basi sawa. Aliongea Heslia akimwangalia Hamza kwa muonekano usioelezeka. Kisha akamwangalia yule mzee wa makamo akiwa na ishara ya hofu machoni. Mara moja alionekana kuvuta pumzi nyingi na kisha akageuka akasema tuondokeni. Wazee wale 8 bila kubisha wote waligeuka na wakaondoka. Haikuchukua muda, wote walipotelea kwenye msitu. Hasa mara baada ya Heslia kuondoka, kusimama kwa muda nako kulipotea. Hata hivyo Genduleza na wengine wote walishapoteza fahamu muda huo na walionekana wasingeweza kuamka ndani ya kipindi kifupi. Hamza alikuwa na haraka ya kuamsha na alishia kumwangalia yule mwanaume wa makamo akiwa na shaka usoni. Sasa Hamza akasema kwamba bro, asante kwa msaada wako kwa mara hii nyingine. Wakati ule ulinisaidia sana kwa kunielewesha juu ya nilichosahau. Kwa hiyo unanidai fadhila mbili kubwa. Yule mwanaume alishia kumwangalia Gamba aliyekuwa kwenye bega la Hamza, macho yake akiwa yamejaa uchokozi, kisha akasema kwamba huyo nyoka wako ni joka, si ndio? Gamba alionekana kumwogopa sana mzee huyo wa makamu. Alipepesa mbawa zake kisha akajificha nyuma ya Hamza. Gamba ni anamwogopa huyu mzee. Hamza akasema kwamba anaitwa Gamba, kuhusu kuwa joka sina uhakika. Basi yule mwanamume akasema ila anaonekana ni nyoka mwenye nyama tamu sana. Hasa nyama yake ukibanika kwenye moto usiowaka sana. Sio mbaya. Ngoja tumwache, anaweza kuwa na msaada kwako baadaye. Anaongea mwanaume. Hamza kujua cheke Maria akasema nyama tamu. Upande wa Gamba maskini, mara baada ya kusikia maneno hayo, alijikuta akiwa na hofu kiasi kwamba alipaa mbali na Hamza bila kugeuka nyuma. Wewe aendelee kujikalisha hapo, wewe nyama. Si ana mabawa. Akapaa. Hamza hakuwa na namna ya kumzuia Gamba kukimbia. Alishia tu kumwangalia akienda mbali maskini, kisha akageuza kichwa chake. Hamza akasema kwamba bro, kwa nini unatamaa sana ya kula? Kuna haja ya kuambia watu nyama yao ni tamu? Yule mwanaume akasema kwamba unaongea nini wewe? Alafu na majina yako ya bro. Hivi unajua kwamba mimi ni babu yako? Yule mwanaume aliongea hivyo, lakini Hamza alionekana kutokufurahi hata kidogo. Hamza alimjibu yule jamaa akasema kwamba nimesema brother kwa sababu umenisaidia, ila huna haja ya kunilani. Yaani uwe babu yangu. Anyway, basi mimi nitakuwa mababu wa wengine. Yule mwanaume akasema kwamba wewe mtukutu wewe, unajua kichwa chako kina matatizo. Hivi mimi ni babu yako kweli ujue? Hamza akasema kwa umri uliokuwa nao. Hamza kabla hajamaliza kauli yake, sauti yake ilianza kusita mara baada ya kuelewa kitu. Hamza akasema kwamba subiri kidogo. Aliongea Hamza akiweka mkono kwenye paji la uso wake, kisha pale wewe ni jemadari? Basi jemadari huko akicheka akasema mpuuzi wewe. Inaweza kuwa hivyo, ila vyovyote vile mimi ni babu yako. Aliongea jemadari huko akicheka. Hamza alishia kuchapa paji la uso wake kwa mkono, akijiona oya ni bonge moja la kilaza. Alijiambia alipaswa kufikiria hivyo mapema sana, kwamba ni nani ambaye mwenye power ya kuweza kuingilia mpakani. Hivi kumbe ni jemadari. Kwa mfano, kwenye ulimwengu huu ni nani ambaye anaweza kumfundisha mtu kwa kuongea sentensi kadhaa tu na kumfanya kuelewa mbinu yote ya hiari? Au ni nani kwenye ulimwengu huu anayeweza kuwafanya watu wa level za uhodari kama Manet kuwa na hofu? Ukiachana jemadari ni nani? Kwa hiyo Hamza kufikiria maskini, hakuna mwingine zaidi ya jemadari ambaye hawezi kupelekeshwa na Maneti, hawezi kupelekeshwa na kunguni yoyote, ni jemadari.
Angefikiria hivyo mapema angejua ni babu yake. Pengine ni kwa sababu jemadari muonekano wake ulikuwa ni wa ujana sana, ndio maana Hamza hakuweza kufikiria anaweza kuwa babu yake mwenye umri mkubwa. Alafu anajikuta anamuita bro. Hamza muonekano wake ulikosa utulivu. Kama ingekuwa ni Musiba au Simba asingekuwa hivyo. Yaani Musiba na Simba ni wanamheshimu jemadari vibaya mno, ila Hamza sasa sije ndio mjukuu. Lakini kwa kukutana ana kwa ana na namba 1 wa dunia, hisia zake zilikuwa katika hali ya mkanganyiko. Tokea siku ile alipokutana na mzee huyo, uwezo wake ulikuwa umeongezeka sana. Lakini Hamza mara baada ya kumtambua kuwa ndiye jemadari, alijihisi mdogo sana. Wale watu 8 walikuwa na uwezo mkubwa sana, mkubwa mno, na mbele ya jemadari yaani walionekana kutokutoa hata sauti. Hiyo tu ilitosha kumwambia kwamba uwezo aliokuwa nao jemadari ulikuwa ni nje ya fikra zake, nje kabisa. Yaani wewe kumfikia tu inabidi upambane na bustani, yaani upambane na Chinese kweli? Upigane na mchicha kweli? Upigane na sukuma ndio umfikie jemadari? Si dharau hizo jamani. Hata hivyo Hamza alikuwa na maswali mengi sana juu ya jemadari. Hivyo alishia kukohoa kidogo, akijifanya kujipa utulivu. Kisha akauliza kwamba ile siku kwenye misitu ya nyumbani tu ulikuja makusudi kuonana na mimi ama? Jemadari akajibu upo sahihi. Hamza akasema yaani ulikuja kwa ajili ya kunielekeza juu ya mbinu ya Yari ama? Jemadari akasema ile ilikuwa ni kama bahati tu. Nilikuwa nataka kuonana na wewe tokea ulivyorudi nchini na tule nyama choma pamoja. Ni kwamba tu ilitokea nikaona una shida kidogo kwenye kujifunza mbinu ile. Ukweli hata kama nisingekwambia cha kufanya wakati ule, ungeshajua siri yake mapema au kwa kuchelewa. Hamza akasema aisee. Yaani ni kama hapo unanipaka mafuta kwa mgongo wa chupa. Unataka nini nijisikie vizuri kwa kusifiwa na jemadari ama? Jemadari akasema kwamba hilo halina ubishi. Kwenye ulimwengu huu wewe ndiye pekee ninayekufikiria kwa upeo wa mafanikio makubwa. Hamza akasema huko sikuwa fake sasa. Kwa nini usimzungumzie kwanza Magedon Shekiamuni? Jemadari aliishia tu kumwangalia Hamza na tabasamu, kana kwamba hakujali sana juu ya mtu anaitwa Magedon Shekiamuni. Hali ile ilimfanya Hamza kuhisi ajabu na akauliza kwamba kama ni hivyo, kwa nini umekuja leo? Isije kama ulijua mapema hawa watu watakuwa wananisubiria hapa. Basi jemadari kwa kujiamini akasema kwamba mimi nimekuja kwa ajili ya kuagana na wewe bwana. Niliona kabla sijaondoka ninapaswa kukutana na wewe tena. Ni kama bahati tu nimefika wakiwa wameshawa kuzunguka tayari. Kwanza hata kama nisingejitokeza mapema, usingefia hapa. Alingevo jemadari sasa kauli hiyo ya jemadari, Hamza akasema kwamba yaani kwa nini unaonekana kunijua sana? Yaani kwa nini una uhakika kwamba mimi siwezi kufia hapa hata kama usingekuja? Jemadari akasema hilo lisingetokea. Kwa sababu muda wa wewe kufa bado sana. Wewe bado sana. Hamza mara baada ya kusikia matamshi hayo, vinyweleo vya mwili vilimsisimka. Ilikuwa ni ajabu, hususan kwa namna macho ya jemadari yalivyokuwa akimwangalia. Ni muda huo Hamza alihisi mtu huyo hakuwa mwepesi tu kama babu yake. Hiyo si kwa sababu tu alikuwa jemadari, bali ni kwa sababu ni kama hawana undugu wa damu. Ingawa Hamza hakumpenda kabisa Musiba licha ya kuwa babake, bado alikuwa na hisia za ukaribu. Lakini mara baada ya kukutana ana kwa ana na jemadari ambaye alikuwa babu yake na aliyetamani kukutana naye kwa muda mrefu, hisia alizopata zilikuwa kama vile anaongea na mtu ambaye yani hana undugu naye kabisa. Sasa Hamza akasema kwamba umesema kwamba umekuja kuniaga, yani unamaanisha nini? Sijakuelewa. Jemadari akasijibu ya kwamba kukuaga maana yake ni kukuaga tu, mimi wala simaanishi kitu kingine. Unamaanisha kukuaga? Hamza alijikuta akikosa usemi kwa kuona ni kama mzee huyu anaongea pumba tu. Hamza akasema kwamba anamaanisha ni unaenda wapi? Hata hivyo kabla Hamza hajapatiwa jibu, alijikuta wazo likimwingia pale pale. Kisha akageuka na kuangalia uelekeo wa piramidi lile. Hamza akasema wewe usiniambie unaelekea ulimwengu wa chini ardhi? Jemadari na tabasamu hafifu akamjibu Hamza ya kwamba uwe ni ulimwengu wa chini ardhi au juu ya ardhi? Si ulimwengu mmoja tu ama? Hamza mara baada ya kusikia hivyo alijikuta akisinyaza macho yake. Aliona ilikuwa na mantiki, ilikuwa ni sawa. Ni ulimwengu mmoja kwa sababu sayari si ni moja. Kabla hata ya kusubiri, yani kabla
kabla hata kusubiri Hamza kuuliza maswali mengine zaidi. Jemadari pale pale aligeuka na kuanza kuondoka. Jemadari akasema kwamba mchumba wako yuko nyumbani anakusubiri. Usimfanye akae kule peke yake kwa muda mrefu. Kuhusu mimi, hatima ikipenda tutaonana tena. Mara baada ya Hamza kuona jemadari anataka kuondoka, alimkodolea macho. Hiyo ni kutokana na mara ya mwisho bwana huyo alipotea tu kama jini na kumwacha elewe. Awamu hiyo Hamza alijiambia kwa namna yoyote ile bwana huyo hawezi kupotea hivi. Hata hivyo, Hamza akiwa hajapepesa macho alishuhudia jemadari akiyeyuka mbele yake. Ilikuwa ni kama vile alikuwa barafu lililopigwa na joto kali, na badala ya kuyeyuka kuwa maji liligeuka mvuke na kupotea. Hamza alijikuta akimeza mate mengi, akishindwa kuamini kabisa kilichotokea mbele yake. Kwa mara nyingine alijihisi alikuwa dhaifu mno juu ya mtu huyo asiyejulikana uwezo wake. Haikuchukua muda baada ya jemadari kuondoka, mmoja wa wale wazee aliyevaa maski ya dhahabu alirudi kwenye lile eneo. Hamza muda ule alirejewa na akili zake. Akageuka nyuma na kuuliza kwa umakini baada ya kumwona. Hamza akasema kwamba bado hamtaki kutuacha hivi. Yule mzee hakuongea neno, badala yake alinyosha mkono kuelekea pyramid, na pale nguvu ya ajabu ilijikusanya. Haraka sana yale mawe ya pyramid ilianza kujipanga upya kwa ustadi, yakielekea juu angani. Ndani ya muda mfupi tu, pyramid lililokuwa limeharibika liliweza kurudi katika hali yake ya mwanzo. Hamza pale aliweza kuelewa. Ilionekana ni wazee hao walitengeneza piramidi hilo kwa ajili ya kuficha shimo, na bado waliendelea kulificha. Ukuta hata yale mengine ya Misri yametengenezwa na nguvu za hao wazee. Binadamu gani enzi hizo jamani, miaka hiyo watengeneze piramidi za namna hiyo? Hata zitengenezi ufa jamani. Kwa hiyo inaonekana ni binadamu ambao sio wa kawaida waliotengeneza hata zile piramidi za huko Misri. Sasa Hamza kuona hilo aliamini idadi kubwa ya watu walikuwa wamepoteza uhai kwa kujaribu kulifanyia utafiti. Hata wewe mwenyewe kama una kielele, nenda kule piramidi zile za Misri, jikuta unafanya utafiti, ama nenda na bomu lako uone kitakachokukuta. Pengine idadi yao haikuhesabika, hao watu ambao walijidai kufanya utafiti na wakafariki. Sasa mara baada ya mzee yule kumaliza, aliishia kugeuka na kuondoka, lakini kabla ya kupotea alisema kwamba kumbuka kutimiza ahadi yako juu ya utunzaji wa siri. Hamza alishia kutoa pumzi ya aweni. Ilionekana watu hao hawakutaka kwenda kinyume na jemadari alivyoshauri. Mara baada ya watu wale kuondoka, gamba alishia kupepea na kurudi katika bega la Hamza. Hamza alimshika nyoka yule kwenye mkia na kumrusha hewani, akasema, mpuzi ni wewe, uko muoga mno. Haya, nini kilichokukimbiza sasa wakati hakuwa tanania mbaya juu yako? Jinga sana wewe, endelea tu kuwa na uoga wako, utaishia kuwa nyoka milele. Basi Hamza alilichamba nyoka hilo. Joka lile mara baada ya kurushiwa hewani liliishia tu kutoa ulimi wake wa matawi, kisha likaanza kupakwa kuzunguka eneo hilo. Hamza alimpuuza gamba, aliona mpuzi tu huyo, muoga, kutishiwa nyama tu likapali kakimbia. Kwa hiyo Hamza alimpuuza gamba na pale akaamua kuamsha wenzake mmoja baada ya mwingine. Na muda huo ni kama vile ubongo wao ulikuwa umeshtuka, na mara baada ya kupiga makelele kidogo tu aliamka. Sasa kaganduleza kakasema kwamba nini kimetokea? Kwa nini tulipata na usingizi wa ghafla? Yaani kwa nini? Mr. Black na Haji pia walijikuta wakijawa na taharuki moyoni. Walionekana wote walidhani wamekwisha kufa. Hamza akauliza kwamba Hamza, wale wazee wote nani wameondoka? Na ama umepigana nao? Hamza akasema hivi, nyie kwa uwezo upi wa kushindana na watu wa level zao? Hata kama angekuwa Maneti peke yake pengine ningemshindwa. Mimi hata sikujua namna kudili na ule mwanamke aliyeitwa Hesilia. Basi uso wa Haji ulijaa mshtuko. Akasema, nini? Umesema Hesilia? Haji aliuliza hivyo, aliongea kwa sura iliyofubaa. Akauliza kwamba ina maana kati ya wale wazee mmoja wao ni Hesilia, kwa hiyo bado yupo hai? Sasa Hamza akasema, mimi mwenyewe mara baada ya kusikia jina lake nilihisi kama nilishasikia mahali ila sikumbuki. Kwani nani? Baada ya Hamza kuuliza hivyo, Mr. Black akasema kwamba huwezi kuelewa kwa sababu ni kawaida. Yeye ni mtaalamu tu wa daraja la juu sana
aliyopita umri wako zaidi ya miaka 100. Kabla kutokea kwa Armageddon Shakyamuni, umoja wake uliitwa Wiccan au wanaojifunza miujiza, na kiongozi alikuwa Hesilia. Kwa lugha nyepesi, Hesilia alikuwa kiongozi wa Armageddon. Alangevo Mr. Black. Hamza mara baada ya kusikia hivyo, pale pale alionekana kukumbuka na akaongea kwa nguvu akasema, "Oh, nimekumbuka. Ndio anayefahamika kwa jina maarufu la ulimwengu wa giza kama Silent Witch, sio?" Haeji akajibu, "Upo sahihi kabisa." Alijibu Haeji akiwa na hali ya hofu machoni. Sasa Hamza akaambiwa kwamba inasemekana kwamba amejifunza mbinu yenye nguvu sana ya miujiza ya kichawi maarufu kama umajisi wa muda. Ingawa sina uhakika kama ni kweli anao uwezo wa kusimamisha muda kama inavyosemekana, lakini ni kama kile kilichotokea sasa hivi, wote tulishindwa kuhimili nguvu zake na kujikuta tukipoteza fahamu. Na inasemekana ni kwa watu pekee walio kwenye level sawa na yake ndio ambao hawaathiriki na umajisi wake. Hata hivyo, ukiachana na Armageddon Shakyamuni mwenyewe, sijawahi kusikia mtu mwingine aliyeweza kumpiga. Basi Hamza alivyoambiwa hivyo, kwanza Hamza mwenyewe alikuwa ameshasoma vitabu vya historia za siri na aliweza kukutana na jina la Hesley kwa Kiingereza au Hesilia kwa Kiswahili, bali kwa Kiingereza linatamkwa Hesley. Wengi wanamuita mchawi wa kihistoria. Inasemekana ndiye mwanzilishi wa Wiccan. Kuna watu waliosoma boarding ama mliosoma boarding, shule ambazo labda ni za missionary, labda shule yoyote ambayo inaonekana ni ya muda mrefu, ya kale kidogo. Mkiingia mle maktaba, kuna vitabu huwa vinakuaga vingi kwenye mashelfu. Sasa watu wanachaguaga tu chemistry, biology, physics nini. Kuna vitabu ambavyo vipo mle vingi. Ukitenga muda wa kusoma unaweza kujua ulimwengu unavyoenda. Lakini ndio hivyo, wanafunzi hawaelewi na hawana time na hivyo vitabu, ila vinawekwa tu mle. Vimewekwa mle lakini watu hawaelewi. Wanakalili tu physics, geography, mathematics. Lakini kuna vitabu vingi unakuta vinapangwa. Na ninapofika muda wa kwenda kujisomea huko upande huo wa maktaba, watu wanakimbilia vitabu ambavyo wanavifahamu tu. Kwa hiyo Haeji alimwambia Hamza kwamba, "Hamza, hivi unajua kama ukimweka Hesilia kwenye umoja wa Armageddon angeshika nafasi ya 3? Lakini ukiachana na hilo, unajua kwamba anayeshikilia nafasi ya 3 ambaye uwezo wake unakaribiana na Armageddon kimapigano anaitwa Void, ambaye ni mdogo wake Hesilia?" Alongevo Haeji. Hamza kusikia hivyo alijikuta akiwa na mshangao mkubwa. Hakujua kuhusu hilo kabisa. Hamza akasema, "Hivi kumbe ana mdogo wake?" Haeji kwa hisia nyingi akasema kwamba ndio kabisa. Tokea Hesilia kuondolewa kwenye nafasi yake na Armageddon Shakyamuni na kuondoka kwenye umoja huo, mdogo wake Void anashikilia nafasi ya 3. Na nilichosikia ni kwamba uwezo wa Void ni tofauti sana na wadada yake. Nasikia yeye anajifunza uwezo wa kanuni za anga, umajisi ambao pia ni wenye nguvu kubwa. Wengi wanamuita genius wa sayari nyingine. Katika ulimwengu wa giza, wengi walijua mara baada ya Hesilia kupinduliwa na Armageddon alipoteza uhai. Haikujulikana kama alikuwa amejiunga na baraza la wazee wa miungu wa siri, ila nilijua tu mtaalamu wa aina yake ni ngumu sana kufa. Alongevo Haeji na Genduleza akasema kwamba anaonekana na nguvu, lakini mbona katishiwa tu na Hamza na kakimbia? Hamza akasema, "Wewe, hebu usinijaze kichwa hapa, mimi sina huo uwezo bwana. Mtu aliyewatishia na kuniacha ni jemadari." Baada ya Hamza kuongea, kila mtu alishikwa na mshtuko zaidi, akasema, "Nini?" Hilo lilikuwa ni kubwa zaidi ya jina la Hesilia. Yaani wameongea kote, walikuwa hawajategemea kama jina la jemadari lingetajwa hapo. Sasa Hamza mwenyewe alishia kuelezea tu kwa ufupi juu ya kilichotokea. Kwa ufupi, waligundua hakukuwa na vita wala maongezi mengi. Walichojua tu ni kwamba mtaalamu jemadari ndiye aliyowafanya wataalamu hao wa level za uhodari kuondoka kimya kimya. Muda ulikuwa umesimamishwa. Yaani mazungumzo yanafanyika, wao ni kama ni robo sekunde. Hawakujua hata watu wamefanya discussion hapo. Sasa Mr. Black akasema kwamba inaonekana level aliofikia jemadari ni mbali na fikra za kawaida. Alongevo Mr. Black. Sasa Hamza akasema kwamba kuanzia sasa tutaongea chochote juu ya ulimwengu wa chini ardhi. Ikitokea siri hii imevuja, wote tutakuwa hatarini kwa sababu huyo mzee hatotusaidia tena.
maana sina hata uhakika ni wapi kaenda. Aliongea hivyo Hamza. Kila mmoja alijikuta akikubaliana na Hamza. Ilikuwa ni sawa kwa wote kutotaka kuingia tarini na kuwindwa na wazee hao. Sasa mara baada ya maongezi, wote waliona ni muda sahihi wa kufanyaje, kuagana. Mr. Black na nduguye Haeji walipanga kwenda kutafuta eneo la kificho kwa ajili ya kuendelea kuvuna nishati. Hawakutaka nishati walioipata kupitia uyoga ipotee bure. Sasa Hamza mwenyewe alishia kuwashukuru kwa dhati kabisa, ingawa hakujua maelekezo ama mafunzo kutoka kwa Mr. Black. Unajua mwalimu ni mwalimu tu siku zote, na hilo lilimfanya Hamza kulegeza fundo la moyo mbele ya Mr. Black. Sasa kabla ya kuondoka, Haeji alishia kuongea kwa muonekano wa hisia zisizoeleweka. Haeji akasema kwamba Hamza, mama yako yupo kizuizini, ingawa hawezi kuteseka sana. Kama unao uwezo ni vyema ukaenda kumtoa. Kwa hiyo ndio hivyo. Aliongea hivyo. Hamza kawaida asingeweza kumsahau mama yake Victoria, lakini kwa uwezo aliokuwa nao bado aliona ana safari ndefu mpaka kuweza kumsaidia. Alafu kubwa zaidi ni kwamba ilikuwa ni ngumu kwake kuomba kwa nguvu watu wa Magedon kumwachia mama yake. Alishaua watu wengi ambao ni washirika wa Magedon. Kama akiamua kwenda kwenye makao yao ni lazima wangemkamata. Sasa Hamza akasema kwamba yupo kweli kwenye akili yangu. Kama utakuwa na taarifa zozote zinazomhusu, tafadhali naomba unitafute. Aliongea Hamza. Sasa mara baada ya kuachana na Mr. Black na Haeji, mpango wake ulikuwa ni kuwachukua warembo hao na kwenda nao moja kwa moja Dar es Salaam. Hata hivyo, Yones alisisitiza kurudi kwenye kambi yake na kumalizia misheni yake ya kujitolea. Akimaliza angerudi rasmi Dar es Salaam na kuanzisha makazi. Sasa Hamza aliheshimu maamuzi ya Yones. Afu kubwa zaidi, ilionekana mwanamke huyo hakuwa tayari kuvaana uso kwa uso na Reji. Kumbukeni Yones alikuwa chini ya Regina. Sasa aenda huko akakutana na Reji. Na Reji lilivyo sasa hivi linaweza likakupiga freeze hapo. Ukaganda mpaka ukashindwa kupumua. Kwa sababu hawakuwa na njia ya mawasiliano yoyote, Hamza singeweza kuomba kuandaliwa ndege. Hata akitumia usafiri huo ungemchukua muda mrefu. Badala yake aliona amtumie Gamba kwa ajili ya kumsurprise Regina. Hamza akasema, Gamba, turudi zetu bwana. Gamba mara moja alipaa hewani, kisha alijitingisha na kuongezeka ukubwa wake. Awamu hiyo hakujikuza kuwa mkubwa sana, bali katika umbo lililomtosha Hamza tu na Genduleza kukaa juu yake. Hamza alishia kujiambia Gamba alikuwa na akili sana. Kwa saizi hii ya mwili ni ngumu kugundulika. Basi Genduleza akasema kwamba Hamza, hivi kwa nini usimtembeze kwenye mataifa makubwa? Una haraka nini kurudi nyumbani bwana? Kaliongea Genduleza. Kakijua kwamba wakifika nyumbani kutakuwa kuna wanawake wengi. Na Hamza hatakuwa na muda naye kabisa. Alishajogeza ili mwanaume lina wanawake. Bado hapo kwa mke wake atakumbukwa Genduleza. Lakini Hamza angeshindwaje kujua mpango wa Gendu? Alishia tu kumkwapua mrembo huyo juu na kuruka kwenda kutua kwenye mgongo wa Gamba. Kisha Hamza akasema kwamba kuanzia sasa nitakuruhusu kuja nyumbani kwangu kunitafuta. Na siku moja tutakuwa tunatoka out. Basi Genduleza mara baada ya kusikia hivyo alishia kutoa tabasamu la furaha huku akimpiga Hamza kibao cha mahaba. Muda huo Gamba alipaa na kwenda juu angani zaidi. Mawinguni yani, na kuanza safari ya kurudi Tanzania kwa kasi. Sasa katika ulimwengu wa ardhi ndani ya ulimwengu wa ardhi katika kile kisiwa walichotembelea Hamza na wenzake walikojipatia uyoga wa uzima, watu wawili wa manjano walionekana kupaa juu ya eneo hilo wakiwa wamekanyagia kifaa kilichoweza kuwabeba chenye muundo kama jani la mgomba hivi. Mtu aliyeongoza njia alikuwa na ngozi ya njano. Amevalia vazi kama joo hivi ambalo lilikuwa limeacha wazi mkubwa kifuani, huku sasa akiwa na shingo ndefu sana kama vile ndege jamii ya korongo. Nyuma yake kulikuwa na kijana mdogo tu mwenye rangi ya njano pia, lakini uso wake ulikuwa na kama pembe mraba hivi. Wote walionekana kujitelezesha na vifaa vile vya kupaa na kutua juu ya kisiwa kile, wakiwa na muonekano mzito usoni. Sasa yule kijana mdogo akiwa na hasira usoni akasema kwamba Master Makcha, angalia kuna boti imeharibika na miili ya wafu hapa. Inaonekana ni miili ya Milha na Yemi waliouliwa na mnyama aliyejivua Gamba hapa. Aliongea yule kijana mdogo. Mtu aliyefahamika kwa jina la Makcha alinua shingo yake ndefu akiangalia chini aliko yule kijana. Hali ya hasira na hatari
ilipamba macho yake, huku sasa akiangalia pia kilindi kilichoharibiwa. Makcha akasema ya kwamba kimantiki, katika ulimwengu huu hakuna yoyote, hata mnyama wa hatari mwenye uthubutu wa kuja hapa na kutenda uovu wa namna hii. Toka kale jambo hili limetokea mara ya kwanza, sasa lazima kuna kitu hakipo sawa. Basi yule kijana mdogo akasema kwamba Master Makcha, hata kama hakuna, bado swala hili limeweza kutendeka. Inaonekana kabisa ni mnyama aliyejaribu kupandisha uwezo wake, ndio maana akawa na uthubutu wa kufanya hivi, lakini bado hatujui asili yake. Basi yule Manjano Makcha alishageuza sura yake, akiangalia gamba lililokuwa kama shuka jeupe ardhini. Hali ya mshangao ilionekana machoni mwake. Basi yule kijana akaulizwa kwamba, Mingwe, ulishawahi kuona mnyama wa aina hii hapo kabla? Yule kijana anaitwa Mingwe akasema kwamba, Master Makcha, mimi mwanafunzi wako sijawahi kuona wala kusikia. Makcha akasema, na mimi sijawahi pia. Basi yule kijana akasema kwamba, Master, una uelewa mkubwa sana juu ya wanyama wote waliopo kwenye ulimwengu, na bado huna uelewa wa huyu mnyama ametokea wapi? Kadri Makcha alivyoyasikia hayo, alizidi kuona jambo hilo ni la ajabu na ajabu zaidi. Makcha akasema kwamba, huyu mwizi sijui atakuwa nani. Hili ni swali ambalo nitalipatia majibu na ndipo nitafanya hukumu. Kuanzia sasa watu wetu waliopo kwenye ardhi hii wanapaswa kuwa makini na kuangalia kila hatua. Hatuwezi kuruhusu jambo kama hili kutokea tena. Msikilizaji, naomba nifanye marekebisho kidogo. Kwa wale wageni ambao walikuja nyumbani kwa Regina, nadhani unafahamu kwenye ule mwendelezo ambao ulipita nilichanganya majina kidogo. Sawa jina ni Gerson, sio Elias. Elias alikuwa ni ndugu yake Gerson, yani Profesa Elias. Kwa hiyo samanini sana katika hilo. Basi ni asubuhi na mapema ndani ya nyumba Regina, jijini Dar es Salaam. Zinaonekana gari 3 nyeusi zikiingia nyumbani hapo. Katika moja ya gari zilizotangulia, mara tu baada ya kusimama, alishuka Gerson Muhinde na baadhi ya wanachama wengine wa familia ya Wahinde wenye nafasi za juu. Gerson siku hiyo hakuwa amevalia suti kama siku zilizopita. Badala yake alikuwa amevalia t-shirt nyeupe, jeans na miwani ya jua ya brand ya Armani. Na alionekana kama mtu ambaye alikuwa na morali kubwa mno kutokana na namna alivyopandisha mdomo. Alikuwa akivuta sigara tokea akiwa kwenye gari. Na mara tu baada ya kutoka, alirusha kipisi cha sigara kando ya bustani kwenye mlango wa kuingilia. Kutoka kwenye magari mawili yaliyofuata nyuma, watu wengine pia walishuka, yani wazee kwa vijana. Hata hivyo ilikuwa ni ngumu kukadiria umri sahihi wa wavuna nishati. Asa Gerson akasema kwamba wazee wenzangu na wajomba, hii ndio nyumba ya Regina Dosam. Siku 3 zilizopita, nadhani kutokea siku 3 zilizopita mpaka hivi sasa, lazima tu atakuwa ameshafikiria vya kutosha. Kwa hiyo nifuateni ndani, aliongea Gerson. Ni muda huo mlango wa nyumba hiyo ulifunguliwa na hakuwa Regina bali shangazi aliyeonekana mlangoni. Nyuma yake alikuwa amesimama familia ya Irene yote, yani baba yake na bibi yake pamoja na Berda. Wote walionekana kuwa na nyuso zenye wasiwasi mkubwa. Hasa mara baada ya familia hiyo kuingia kwenye matatizo na pia kupotea kwa muda mrefu kwa mwamba Hamza, ilikuwa ni ngumu kuficha taarifa hiyo. Ndio maana familia ya Irene iliona ijumuike na Regina siku hiyo. Ingawa hawakuwa na msaada wote, hawakutaka kuona Regina akikabiliana na watu hao akikabiliana na watu hao mwenyewe. Hasa shangazi alikuwa amevalia tracksuit asubuhi hiyo, na kwa jinsi alivyokuwa akionekana ni kama vile alikuwa tayari kwa mapambano, hasa kwa namna ambavyo alikuwa ameshikilia silaha ya kisu mkononi huku akiwa na uso uliojaa ari kubwa mno. Hasa shangazi akasema kwamba hakuna wa kumuumiza Regina. Aliongea shangazi akiwa na nia kabisa kuzuia watu hao kuingia ndani. Muonekano wake ulikuwa wa mtu aliye tayari kufa ili mradi bosi wake asipate madhara. Hasa Gerson aliyekuwa ametangulia, mara baada ya kuona ujasiri wa shangazi, alijikuta akiangua kicheko. Gerson akasema kwamba yani mwanamke mzee kama wewe usiye na nguvu zozote unajaribu kutuzuia kuingia? Unajaribu kucheza na moto, si ndio? Shangazi akasema kwamba mimi Mariposa nimekuwa chini ya marehemu bosi wangu tokea nikiwa mdogo.
na yeye na mke wake wamekuwa watu wema sana kwangu. Regina pia nimemkuza mwenyewe tokea akiwa mdogo. Kwa nia yako ya kuja leo hii kwa ajili ya kumdhalilisha Regina, nipo tayari unikaange na moto wako, lakini siwezi kukuangalia tu unafanya utakavyo. Shangazi mara baada ya kuongea hivyo, pale pale alishikilia silaha yake vizuri na kisha akaonyesha sanaa ya kimapigano maarufu ya watu wa bondeni. Nyuma ya Gerson Muhinde kulikuwa na mzee aliyevaa kanzu huku akiwa ameshikilia ushanga mkononi. Alisha kumwangalia shangazi kwa macho ya kiuchunguzi na kisha akasema kwamba we mzee, kwa level ulionayo na ujasiri uliokuwa nao, umejengwa katika misingi ya uaminifu kwa bosi wako, na kwa hilo tu familia yetu ipo tayari kukusamehe kwa ukorofi wako. Basi Gerson akasema kwamba mzee Tibaigana, hebu naona unajaribu tu kumpa heshima kubwa sana huyu ukija kazi tu. Nakwambia hivi, kama tusipomfundisha adabu hawezi kujua tofauti kati ya bosi na mfanyakazi. Aliongea Gerson akimwambia hivyo mzee Tibaigana. Hakujali kabisa kuhusu shangazi kuziba njia. Mara moja alitembea kusogelea mlango akiwa na macho makali. Sasa shangazi mara baada ya kuona jambo lile, uvumilivu ulimkosa na pale pale alinua silaha yake na kusukuma mbele kwa namna ya kumchoma Gerson. Alishia kunyoosha kidole chake mbele na kugusana na silaha ile. Wakati huo sasa alinua nguvu zake za nishati ambazo zilipelekea silaha ile kufunikwa na barafu kali na kuvunjika. Wimbi la ubaridi wa nguvu za nishati ulimfanya shangazi kurudishwa nyuma hatua kadhaa, huku mwili ukilegea na pale pale alionekana kutaka kudondoka. Basi Belda alionekana kuwa mwepesi, kwani kabla ya shangazi kudondoka vibaya alimwahi. Shangazi alikuwa ameumia mkono na kupata hali ya kutetemeka kiasi cha kushindwa kusogea. Na bibi yake Irene akauliza kwamba Mariposa, upo sawa? Shangazi Mariposa alishia kung'ata meno yake tu kwa nguvu huku akitingisha kichwa. Akajibu, niko sawa, ni kwamba tu mkono wangu umegandishwa na barafu. Asa Gerson Muhinde akiwa na jicho la kimauaji akasema kwamba ulijikweza mwenyewe bwana. Sema kwa sababu napanga kumwoa Regina kuwa mke wangu, nitakuacha hai. Mnaonaje mkiondoka mbele yangu? Aliongea Gerson Muhinde akiwa na jicho la kimauaji, na Irene alikuwa na hasira kiasi kwamba alianza kutetemeka. Sasa Irene kwa jaziba akasema kwamba hivi, unadhani unaweza kumzidi shemeji yangu? Wewe mshenzi mwenye sura mbaya. Kafie mbali huko. Aliongea Irene. Sasa pale pale Gerson alimpima kwanza msichana huyo na kisha aliongea kwa tabasamu la uovu akasema kwamba kwa hiyo wewe ndio mdogo wake Regina wa baba mwingine, si ndio? Naona ni mrembo mno. Na nikikuangalia ana kwa ana ni mrembo kuliko kwenye picha. Sasa hebu nisikize vizuri. Ukiwa na adabu nitakupa nafasi hata ya kuwa tu hawala wangu. Vipi? Unaonaje hapo? Irene kusikia hivyo, uso wake ulizidi kujaa hasira. Akamjibu kwamba kafie mbali huko. Wewe endelea tu kutuonea sasa hivi, lakini shemeji yangu akirudi atakukata vipande vipande. Wazazi wa Irene pia walikuwa na hasira sana. Waliona wazi Gerson alikuwa akiwadhalilisha. Basi Gerson alicheka. Akasema kwamba ni bado tu mnamfikiria Hamza. Sasa hivi pengine ameshakufa na hata mifupa yake ishaanza kushambuliwa na dudu. Yaani mbingu zilishamuita kitambo sana. Ila nyie bado mna matumaini tu angerudi. Irene akasema kwamba unaongea ujinga, shemeji yangu hawezi kufa kizembe. Alijibu hivyo Irene, ambaye kwa siku hizo chache ambazo Hamza alikuwa amepotea, alikuwa hana muda wa kufanya chochote kabisa. Hata chuo alikuwa akienda kwa kutokujali. Asa Gerson alionekana kuanza kukosa uvumilivu wa kuendelea kusikiliza ujinga wao. Na pale pale aliongea kwa sauti ya ukali, akisema kwamba kama mkiendelea kusimama mbele yangu, msije kunilaumu kwa nitakachowafanyia. Basi shangazi na bibi Irene wote walimwangalia bwana huyo kwa macho ya hofu, lakini hawakuwa na nia kumpisha njia. Ni muda ule tu Gerson alipokuwa anataka kuchukua hatua, mara Reggie ambaye alikuwa amevalia gauni la kawaida sana alijitokeza. Naombeni msimzuie, niacheni mimi. Aliongea Regina, tena hana wasiwasi. Regina alikuwa kwenye chumba cha babi yake akijaribu kumfariji kupunguza wasiwasi, akimwambia kila kitu kingekuwa sawa. Muda huo Gerson Muhinde, macho yake yalikuwa mekundu kama nyanya, akiwa amesimama kwenye mlango akimwangalia Regina. Sasa kujitokeza kwa Reggie kuliwafanya wale wazee wengine walioambatana na Gerson kumwangalia kwa macho ya uchunguzi. Sasa Kundaeli Muhinde akasema kwamba nguvu kubwa mno ya damu ya nyimfu.
Baada ya kuongea hivyo, Regina akaambiwa kwamba Regina, inaonekana umeelewa maneno yangu kuliko nilivyotarajia. Maana nilitegemea ungeita watu wa bondeni na kuzingira familia yako. Kwa hiyo, kipi kitatokea kama nikijizingira na walinzi? Nitaweza kukuzuia hata nikienda kujichimbia bondeni? Regina alishajua muda mrefu kuwa wanajeshi wa kule bondeni wengi hawakuwa na uwezo mkubwa sana wa mapigano. Hivyo hata kama angewaleta hapo kumlinda ingekuwa ni kazi bure tu. Hasa Gerson akasema ya kwamba asa ni vizuri sana kama umelifahamu hilo. Gerson alisema hivyo, kisha pale pale aligeuka na kuelekeza mkono wake kwa wazee aliokuwa ameambatana nao, na kisha akasema ya kwamba angalia namna familia inavyokuthamini. Nimeambatana na wazee wawili wa familia, mzee Kundaeli Muhinde na mzee Tibaigana, pamoja na mjomba wangu Robi, wote wakiwa na familia wakuu. Basi Kundaeli Muhinde alishia tu kuonyesha ishara fulani ya heshima, na kisha akaongea akasema ya kwamba Bi Regina, tunaonana kwa mara nyingine tokea mara ya mwisho kuonana kule Dodoma. Regina kusikia hivyo alishia kuonyesha tabasamu la kejeli tu. Kumbe ni wewe. Baada ya mapigano ya kule makao makuu, kama isingekuwa mume wangu ungegeuka kuwa majivu, lakini upo hapa pamoja na huyo Gerson kwa ajili tu ya kumkejeli mume wangu, si ndio? Kundaeli Muhinde alikuwa na muonekano usioelezeka, na alishia tukisema ya kwamba ni kwa sababu nathamini swala hili katika ukubwa wake. Basi muda huo Bwana Robi Muhinde alijikuta akitoa kicheko, na kisha akasema kwamba Regina, unaweza usinijue, lakini mimi rafiki wa baba yake Hamza na mjomba wake Simba, na nilishakutana naye hapo kabla. Ni kweli kabisa ni kijana aliyetoa mchango mkubwa sana kwa taifa, ila kuhusu kilichomtokea imenisikitisha sana. Kwa hiyo nikushauri tu, huu ndio wakati sahihi wa kufikiria kesho yako bila Hamza. Niseme tu ya kwamba nyie watu unafiki wenu ni wa kiwango cha juu sana, kwa sababu haijalishi ni kwa namna gani mnavyoongea, maneno yenu yanaonekana kama yenye ukweli, kumbe ni uongo. Baada ya Reji kuongea hivyo, Robi Muhinde akasema kwamba Regina, kurudi kwako kwenye ukoo wa damu ya Nyimfu na kuungana na familia ya Wahinde ni swala lenye umuhimu, si tu kwako wewe, bali vile vile kwa watu wote wa bondeni. Hamza nao maadui wengi sana. Na wewe kama mwanamke unapaswa kuwa na sehemu ya kuegemea. Basi baada ya Robi Muhinde kuongea hivyo, Gerson akasema kwamba mjomba Robi, hivi kwa nini unaongea naye kwa namna ya kumbembeleza sana? Tofauti na kubaliana na matakwa yetu, anachagua gani lingine sasa? Hata kama binamu ni taasisi iliyo chini ya bondeni yenye intelijensia kubwa duniani, ina nguvu gani sasa kututishia sisi? Aise, ni heri mkaacha tu unafiki wenu na kusema wazi mnataka niingie kwenye familia yenu kwa ajili ya kupata nafasi ya kupata kitabu kisicho na maandishi. Mnajua kama mkinidhuru kitabu hicho kitakuwa hakina maana, si ndio? Gerson akasema kwamba hata kama ndio kweli, Regina, hivi unadhani utafanya nini? Usiniambie unataka kujiua. Sio swala lisilowezekana kwa mimi kushindwa kuingiza familia ya wanabondeni kuwa sehemu ya familia ya Wahinde, na kubali vile vile familia ya Wahinde ndio kitovu cha asili ya damu ya urithi wetu. Lakini kabla ya hivyo nina masharti mawili. Kwanza kabisa, familia yetu ya Dosam lazima iwe na madaraka. Na kuhusu masuala ya bondeni, familia yenu haipaswi kuingilia kwa lolote. Sharti la pili, sitolazimishwa kufanya lolote lile, ikiwemo kuozeshwa. Aliongea Regina. Gerson mara baada ya kusikia hivyo alijikuta akitoa kicheko kikubwa sana cha kejeli. Na baada ya kucheka sana, akasema kwamba Regina, unajithamini sana kuliko kiwango sahihi cha thamani yako. Unaweza ukawa unafikiria ni ndivyo sivyo. Ni kwamba tu uwezo wa kuchukua kisiwa na kikawa chini yetu tunao. Hivi nadhani una haki ya kujadiliana na sisi kwa masharti? Kama huwezi kukubaliana na masharti yangu, basi ni bora nife, ila sitoruhusu msogelea wa address book. Aliongea Regina kwa kujiamini. Bwana Kundaeli alijikuta akikunja sura, na kisha akasema kwamba bwana mdogo Gerson, nadhani itakuwa vyema tukijadiliana hili na mkuu wa familia kwanza kabla ya kufanya maamuzi. Gerson akasema, mzee usifikirie sana mzee, yani mimi nishatarajia tangu mwanzo mwanamke ataleta masuala yake ya namna hii mzee. Kwa swala dogo kama hili kuna haja gani sasa kumsumbua babu? Mara baada ya Gerson kuongea vile, pale pale aliamrisha watu waliokuja nao akisema kwamba wanaume, nendeni mkamkamate Abbas Muhinde.
Wanaume waliokuwa wamevalia mavazi ya suti, walinzi waliokuwa tayari, mara moja walisogea mbele wakitaka kulazimisha kuingia ndani. Abbas Muhinde, kumbuka, ni babu wa Reji. Regina mara baada ya kuona jambo hilo uso wake uligeuka baridi. Ni muda ule mwili wake pia ulianza kufunikwa na kiwango kikubwa cha nishati ubaridi. Kisha akasema kwamba mtu athubutu kumgusa babu yangu aone. Athubutu kumgusa tu babu yangu, hata nguo aone. Msikilizaji, ngoja nikupe siri. Katika siku kadhaa zilizopita, Regina alikuwa amejikita sana kwenye mafunzo kutokana na kukosekana kwa nani? Kwa mwamba Hamza. Alitamani kuwa na nguvu kubwa za kujilinda mwenyewe. Hata hivyo, mafunzo ya nishati yalihitaji muda na utulivu. Ingawa alikuwa na kipaji kikubwa, alishia tu kufika kwenye level ya ufunuo katika hatua ya ukaidi wa asili. Ingawa kulinganisha na muda, mafanikio hayo yalikuwa ni makubwa, lakini ili kuweza kushindana na watu hao, nguvu zake zilikuwa ni kama tone la maji ndani ya ndoo. Achana na wazee hao tu, walinzi waliofika nao wote walikuwa katika level ya ukaidi wa asili. Sasa Gerson huko akicheka akasema kwamba Regina, hivi nadhani unaweza kuleta ukinzani? Leo hii lazima niondoke na Abbas Muhinde kurudi naye nyumbani. Anakwenda kuwa mgeni wetu. Afstoshi ni sehemu ya familia bwana. Atakaaje sasa hapa? Anawezaje ukataa? Regina alijikuta uso wake ukizidi kufuba. Ingawa alishatarajia swala hilo, hakutegemea Gerson angekuwa baradhuli asiye na aibu kiasi hicho. Aliona kama walikuwa na ujasiri wa kutaka kuondoka na Abbas ambaye ni babu yake, basi wasingeshindwa. Pia kuwakamata shangazi na familia yote ya Irene na kuondoka nao wasingeshindwa. Inawezekana familia hiyo isiwaue, lakini haimaanishi kwamba haiwezi kuwaumiza. Na kwa njia hiyo Reji asingeweza hata kujiua mwenyewe, kwa sababu kama akifa, nani angemlinda babu yake na wengine? Njia aliyotumia Gerson inaweza kuonekana kikatili, lakini ndio yenye ufanisi wa kumfanya Reji kukubali kushindwa haraka. Sasa upande wa Robi, Kundael na Tibaigana, ingawa walihisi aibu kutokana na mbinu hiyo, bado kwa heshima na hadhi wasingeweza kumzuia Gerson. Wao walijifanya hawahusiki tu na kujifanya haoni kinachofanyika. Basi Regina alikuwa na hasira sana, akasema kwamba nyewe wote ni mabaradhuli msio na mipaka. Mnajiita watu wa familia yenye hadhi, lakini bado mnafanya mambo ya kishenzi. Aliongea Regina akiwa na hasira na mwili wote ulikuwa unatetemeka. Alishia tu kukunja ngumi huku machozi yakimtoka kama ushanga ulio katika uzi. Alikuwa amekaa chini akifikiria swala hilo kwa siku zote tatu maskini. Lakini licha ya kuwa na akili nyingi, alishindwa kabisa kupata jawabu sahihi. Njia pekee aliyoweza kuona ni labda kuvuta muda na kuangalia namna nyingine, pengine kukaa mezani na kuridhiana, wakati huo akisubiria Hamza atakaporudi. Lakini mpango wake wote ulionekana kufeli kutokana na Gerson kukosa aibu kabisa. Sasa Gerson akasema kwamba unalia, wewe endelea kulia, yani wewe lia. Kipindi kile ulivyokuwa na ule mshenzi Hamza, mlimdhalilisha sana pale hospitalini. Ulipaswa kujua hii siku lazima ingefika. Aliongea Gerson huku sasa akifikiria siku ile kule hospitali mara baada ya kumuua ndugu yake Profesa Elias, lakini bado alivyoishia kudhalilishwa na Hamza kwa kufyatuliwa nje ya ghorofa na kudondoka mpaka chini. Sasa tokea siku ile alitamani kuona familia ya Hamza ikipitia mateso ambayo yangelipa machungu aliyobeba. Afistoshe alijiona ni mtu mkubwa sana nchini. Alichukuliwa kama mjukuu wa familia ya Muhinde ambaye alitarajiwa kushika cheo cha kuongoza familia hiyo ya Wahinde, yani wamiliki wa damu ya urithi wa nyimfu. Sasa kwa hadhi aliyokuwa nayo, kufyatuliwa dirishani na Hamza namna ile lilikuwa ni swala la aibu kubwa sana kwake. Sasa Regina akaambiwa kwamba Regina, unapendeza sana kwa namna unavolia. Kwa muonekano huo unanifanya nitamani kukufanya mke wangu zaidi na zaidi. Usio na wasiwasi kabisa, yani mimi nitakupa penzi kila uchao. Sasa upande wa pembeni, watu wa familia yake aliokuja nao walishindwa kuelewa kwa nini Gerson alikuwa na chuki kubwa namna hiyo dhidi ya familia ya Hamza. Maneno yake hayakuwa ya kawaida kabisa, lakini kwa sababu alikuwa mjukuu wa mkuu wa familia, hawakuwa na namna ya kuongea chochote. Basi ni muda huo baba Irene alipiga makelele akisema kwamba mjomba Abbas, na hiyo ilikuwa mara baada ya kumuona babu yake Regina aliyekuwa akichechemea akivaana na kikabati cha kuwekea viatu akijaribu kutoka nje. Ilikuwa ni bahati baba Irene alikuwa mwepesi na kumshikilia kabla hajadondoka. Reji pia mara baada ya kuona hilo, mara moja alirudi ndani na kumshikilia babu yake mkono. Reji akasema kwamba babu, usifanye jambo lolote, si nilikwambia uendelee kupumzika ndani.
Babu akasema kwamba mimi ni mzee tu jamani. Kuna maana gani ya kuendelea kukukwamisha namna hii? Nimemkwamisha mama yako na sasa pia na kuingiza katika hatari. Ni makosa yangu tu kuwa na jina la Muhinde. Ni bora nife kuliko kukuona ukiteseka. Mara baada ya kusikia maneno ya kizee yenye majonzi ndani yake, Irene na babake walijikuta wakijawa na sura za majonzi pia. Regina aliishia kung'ata midomo yake kwa nguvu mpaka akajitoa damu, lakini kila alipojitahidi kuongea hakuna neno lililomtoka. Alijua mume wake alikuwa hai akiwa katika dunia ya mbali, lakini kutokana na hilo tu alijua hakuna uwezekano wa kuharakisha kufika hapo na kuja kumlinda kama alivyokuwa akifanya. Sasa Gerson akasema kwamba wewe mzee, kama mwanaukoo unathubutu vipi kukana jina lako Hilo ni kosa kubwa umefanya. Hebu mchukueni mara moja. Basi muda huo walinzi waliokuwa na mavazi meusi hawakuhofia tena, na mara moja walipiga hatua kulazimisha kuingia ndani kumkamata mzee Abbas. Hata hivyo, muda huo wimbi kubwa la hewa ya baridi likiwa limeambatana na ukungu liliwakinga mbele yao. Walinzi walijikuta wakirudi nyuma kwa hofu, lakini bado miili yao ilionekana kuanza kuganda. Waliishia tu kutetemeka kwa nguvu, huku midomo yao ikibadilika rangi. Kila mmoja alishtushwa na jambo hilo, na mara baada ya kuangalia kwa makini walishangaa kuona kasa mkubwa akijitokeza. Hawakuelewa ni muda gani kasa huyo alifika mlangoni hapo. Basi Regina akasema kwamba Jolie, kwa nini umeshuka mpaka huku? Regina mara baada ya kuona kiumbe chake alichokuwa akilea kikiwa kimefika kumlinda, alijikuta akiguswa sana na kuwa na wasiwasi kwa wakati mmoja. Na ilikuwa ni kwa hakika, kwani wale wazee mara baada ya kumuona kasa yule, macho yao yalichanua. Wakauliza kwamba huyo ni kasa mweusi kivipi, yani ni mkubwa namna hiyo? Mwili wake wote ni mweusi, na nyumba yake ni safi kama marumaru. Isije kawa huyu ni kasa wa kwenye historia ya urithi wa damu yetu, kasa mwenye mwamko wa damu ya nyimfu. Mara baada ya kusikia kauli ile, Gerson alijikuta akishangaa na pale akauliza kwamba wazee, mnamaanisha huyu ndiye kasa wa ishara ya damu yetu? Gerson akajibiwa kwamba hatuna uhakika, lakini kwa maelezo aliyopo, nyimfu alikuwa ni kasa aliyeweza kupanda leva na kupata umbo lingine la ufunuo. Kwa picha za kihistoria zilizorekodiwa katika mapango, inaelezwa nyimfu alizaliwa akiwa na muonekano wa kasa. Basi Robi Muhinde mara baada ya kusikia jambo hilo, alijikuta akionyesha furaha ya waziwazi. Akasema kwamba sijawahi kuwaza juu ya kutokea kwa swala hili, ila tokea zamani familia yetu imekuwa ikilea kasa wote wenye muonekano mweusi na kuwajaribu kwa mbinu mbalimbali za kinishati kupandisha uwezo wao ili kuona kama wanaweza kupitia mabadiliko na kuwa nyimfu. Sasa kuona kasa huyu ambaye tayari damu yake ya baridi imekwisha kuamka, ni jambo la bahati kubwa sana. Lakini kivipi tutampata hapa sasa? Yaani kivipi tukampata hapa? Baada ya kuuliza hivyo, Kundaili Muhinde akasema kwamba Regina kama mrithi wa Wordless Book, hakika damu yake ni safi kiasi kwamba mbingu zimembariki mpaka kumkutanisha na babu wa asili. Sasa huu ni ukaribu mkubwa ambao ukoo wetu umebahatika kubarikiwa. Heshima zimwendee nyimfu, babu wa asili yetu, anaongea Kundaili Muhinde. Mara baada ya Gerson kusikia maneno hayo, sura yake ilizidi kujaa morali na pale akasema kwamba kama tukiondoka na huyu kasa kwenda naye nyumbani, naamini mababu zetu watafurahi mno. Gerson akajibiwa haswa, tena stoshe, kasa aliyeamsha damu yake ni ishara ya urithi wa damu ya nyimfu. Katika familia zote nne za urithi wa damu nchini, ni ipi na mnyama wa kiungu? Huyu kasa anatosha kutuheshimisha sisi Wahinde, aliongea Tibaigana. Hasa Kundaili akasema kwamba bwana Gerson, unakwenda kutoa mchango mkubwa sana kwa familia siku ya leo. Gerson alijikuta akijawa na majivuno na majigambo na akaanza kucheka. Kila alipofikiria ni zawadi gani familia itampatia kwa kumrudisha kasa wa ishara ya asili au nyumbani, mwili wake ulikuwa unamsisimka sana. Sasa mara baada ya kusikia maneno ya watu hao, ni muda ule walielewa ni kwa kiasi gani kasa Jolie alikuwa na umuhimu mkubwa. Mwanzoni wote walidhani kasa huyo alikuwa akiongezeka ukubwa kutokana na mabadiliko ya kigenetic, lakini wangedhaniaje kuwa alikuwa ni kasa mwenye muunganiko wa damu yao, ishara ya babu yao asili, yani nyimfu? Sasa kama familia hiyo ya Wahinde ingegundua kwamba mnyama wa ishara ya damu yao alikuwa akilelewa na Regina na yupo yani yupo duniani, hivyo angewezaje kutulia? Gerson akasema kwamba Regina, hivi bado unaendeleza ukiburi wako? Aliongea Gerson akiwa na tabasamu zito la matarajio. Akasema kwamba hebu muangalie babu yako kwanza,
ambaye anaonekana yani kutaka kujitoa hai. Nadhani ni vizuri ukinipatia huyo kasa na wewe kufuatana mimi kwenda kwenye familia. Usidhani sijui unachokiwazia. Hayo yote unayofanya kunidhalilisha ni kwa sababu tu ya kinyongo chako dhidi ya mume wangu. Kama unataka kuondoka na mimi, inawezekana, lakini utanikishia vipi kama familia yangu itakuwa salama? Yaani mwanamke mjinga sana we. Yaani bado tunajaribu kujadiliana na mimi, Mimi siwezi kukuhakikishia kwa lolote bana. Hivyo mimi nitakuchukua wewe na kasa wako na kwenda kwenye familia leo hii. Mara baada ya kuongea hivyo, Gerson alisogea kutaka kumshambulia Regina. Hata hivyo yule kasa kwa mara nyingine alitema ukungu mzito wa ubaridi uliomvaa moja kwa moja Gerson. Hata hivyo kitendo cha Gerson kutarajiwa kuwa mkuu wa familia ya Wahinde kilimaanisha alikuwa na nguvu kubwa. Ukungu huo wa ubaridi haukuwa na athari zozote kwake. Hivyo mara moja alipandisha uwezo wake wa nishati na kujilinda. Kisha akasema kwamba Regina, hivi nadhani mimi siwezi kukufanya chochote kwa sababu unajificha nyuma ya kasa? Tibaigana akasema kwamba Gerson, na kuomba usimdhuru huyo kasa. Ngoja tukusaidie katika hili. Basi Kundaeli pia alikuwa na wasiwasi. Gerson anaweza kuwa mkali dhidi ya kasa huyo, na kama akimuumiza kimila ingekuwa ni dhambi kubwa sana kwa mababu zao. Basi akasema kwamba nitatumia uwezo wangu wa kinishati kuzuia ukungu wa ubaridi wa kasa. Nyie wengine mumkamateni Regina. Basi mara baada ya Kundaeli kumaliza kusema maneno hayo, mara moja alipandisha nguvu zake za kinishati na kisha akamzingira kasa yule. Yule kasa alijikuta akiwa katika hali ya mchafuko na mara kadhaa alijaribu kutema upepo wa baridi, lakini haukuweza kusambaa kwani ulikuwa umezuiliwa na nguvu za nishati. Mara baada ya Regina kuona kasa wake alikuwa amekamatika kwenye mtego, alijikuta akiwa na wasiwasi mkubwa. Afu istoshe alikuwa amemlea kasa huyo tokea akiwa mdogo, na katika kipindi chote hicho alikuwa amejenga uhusiano mkubwa naye kiasi kwamba alimchukulia kama sehemu ya familia yake, hususan katika kipindi hicho ambacho Hamza hakuwepo. Regina alishia kuonyesha udhaifu wake kwa kasa huyo, huku kwa familia yake akionyesha upande wake wenye nguvu kwa ajili ya kuwapunguzia wasiwasi. Kwake Regina, ingawa kasa huyo amekuwa mkubwa na kuchukuliwa kama ishara ya babu wa asili, kwake yeye alikuwa ni kasa tu aliyemlea. Sasa Tibaigana ambaye alikuwa ameshafika kando ya Regina alisema kwamba Regina, usiwe na wasiwasi, hatuwezi kumdhuru huyo kasa. Tafadhali ongozana na mimi kuingia kwenye gari. Basi Irene kwa hasira akasema kwamba dada, usiwasikilize hao dada, ni wazi lazima kuna swala baya litatokea baada ya kukubaliana nao, hao ni wahalifu tu. Regina alishia kuangalia familia yake na kisha akamwangalia kasa wake aliyekuwa ndani ya kizimba cha nishati. Alijikuta akishindwa kabisa kujua cha kufanya. Hasa Gerson huko akicheka akasema kwamba mzee Tibai, mpunguza basi kwa mpole. Huyo mwanamke anapaswa kulazimishwa ili awe na adabu. Aliongea Gerson na mara moja alitembea kumsogelea Regi kutaka kumshika. Regina akasema kwamba usije kunigusa. Usije kunigusa kabisa. Na kama mnataka niende na nyie ni kwa hiari yangu. Mara baada ya Gerson kuona macho ya dharau ya Regi yakimwangalia, alizidi kujawa na hasira. Sasa Gerson akasema kwamba kaaba wewe. Hivi nadhani huyo bwana wako mshenzi atakuja kukusaidia kama unavyofanya? Unaniangaliaje kwa macho ya dharau kiasi hicho? Sasa ngoja, si umesema nisikuguse? Ngoja, kama ni hivyo nitakugusa mpaka niridhike. Basi mara baada ya kuongea vile, pale pale alikusanya nguvu za nishati kwenye mkono wake. Kisha akawaangalia Irene na bibi yake na kisha akasema kwamba nitakupa sekunde 3 tu. Sogea unishike mkono kimahaba mwenyewe, la sivyo nitawaua wote. Bibi Irene, mwanae pamoja na mjukuu walijikuta nyuso zikifubaa kwa hofu. Hawakuwa na mafunzo yote ya nishati, hivyo ilikuwa ni ngumu kwao kukwepa kama wakishambuliwa. Basi Regina alikuwa na hasira kiasi kwamba hata kifua kilianza kuuma. Kuambiwa amshike mkono huyo Gerson kwake kulikuwa ni mbaya kuliko kifo chenyewe. Hasa Gerson alishia kucheka kifedhuri huku akianza kuhesabu 1, 2. Sasa muda ule wakati Regina akitaka kujilazimisha kusogea na kumshika bwana huyo mkono, ghafla aliweza kusikia sauti ya kishindo. Sauti hiyo ya kishindo iliwafanya wote kuangalia kuelekea eneo la kuingilia kwenye geti. Ni pale pale walishuhudia moja ya gari aina Mercedes ambayo walifika nao watu hao ikiwa imeharibika vibaya kwa kubonyea. Hata suspension za tairi ziliharibika kabisa na tairi zake kubonyea. Ni muda ule alionekana mtu aliyesimama nyuma ya gari. Mtu huyo aliyeonekana kushuka kutoka juu angani kama amedondoka na kutua juu ya gari hilo.
Mara baada ya kumwangalia mwanajeshi huyo kama malaika wa dhahabu, watu wote walijikuta wakishindwa kupumua na kuhisi ni kama muda umesimama. Reggie alihisi moyo wake umeshindwa kabisa kusukuma damu. Alishia kuziba mdomo wake kwa mikono, huku mwili mzima ukimtetemeka kwa furaha, na wakati huo akijaribu kuzuia kilio cha kwikwi, lakini bado machozi yalishindwa kujizuia na kuongezeka zaidi. Macho yake yaliokuwa yamejaa machozi hayakupepesa hata kidogo, akimwangalia mwanaume aliyesimama mbele yake, kama vile watu wote waliokuwa katika eneo hilo walitoweka. Ukiachana Regina aliyekuwa na furaha kiasi cha karibu kupoteza fahamu, upande wa Irene na shangazi Mariposa walikuwa na muonekano wenye furaha sana. Kwa pamoja na kwa furaha, shangazi akajikuta akiita Hamza, Irene na shemeji. Machozi ya majonzi waliokuwa nayo yaligeuka kuwa machozi ya furaha, na walijikuta akitoa vilio vya cheko. Ni kama vile walikuwa wamerudi kutoka kuzimu salama. Bi Irene, baba Irene na mzee Abbas waliguswa na swala hilo kiasi kwamba walishindwa kuongea zaidi ya kuachama. Hata kama walikuwa na maneno zaidi ya 1000 kusema, muda huo aliona sio sahihi. Kurudi kwa mwamba Hamza ni sawa na kurudi kwa muhimili wa familia, na kwa hilo tu hakuna la kuogopa. Sasa Irene kwa furaha akasema, nilijua tu Shemu hawezi kufa. Dada Reggie, hebu muone Shemu, muone shemeji karudi, aliongea Irene kwa furaha, huku sasa pale akimsogelea na kumkumbatia Regina, akirukaruka juu kama mtoto. Sasa Regina alishia tu kumwenyua tu midomo yake pasipo kuongea neno, maana alishindwa kabisa kuzungumza maskini, huku akikumbatiana na Irene na macho yake yote akimwangalia mwanaume aliyesimama mita kadhaa kutoka walipo. Muda huo mwamba Hamza naye macho yake alikuwa akimwangalia Regina, kuona namna vile mke wake alivyokuwa amenyongea jamani, akiwa na machozi usoni. Mwamba Hamza alijikuta akisi asiyoelezeka. Mara baada ya kufunikwa na fukuto la joto la bahari ya Hindi, Hamza pale aligundua alikuwa amekaa ndani ya shimo kwa muda mrefu sana, kiasi kwamba hali ya hewa wakati anaondoka haikuwa ile wakati anarudi. Alishia tu kujiuliza na akijilaumu ni magumu kiasi gani baby mama wake atakuwa amepitia wakati ambao hakuwepo. Mwamba Hamza akasema, wife, nimerudi. Hamza aliongea hivyo, ambaye mapigo ya moyo alimpiga mbio na kuongea kwa shida. Alikuwa na mambo mengi sana ya kusema na mengi ya kuuliza, lakini ilionekana sio wakati wake. Kareji ambako kalikuwa kamesubiria kurudi kwa mume wake kwa muda mrefu, mara baada ya kusikia sauti ya baby baba, sauti iliyozoeleka masikioni, alijikuta kishindwa kujizuia na kuanza kulia upya, tena kakilia kwa kudeka, huku kakitingisha kichwa na kusema kwamba ni vile umerudi baba, bora umerudi nyumbani kwako ndo sehemu ya kurudi. Sasa upande wa Wahinde wakiongozwa na Gerson, mara baada ya kuona wenza hao wakiungana kwa mara nyingine, hali ya mazingira ambayo awali ilikuwa ya vuguvugu la kusisimua iligeuka na kuwa kama vile walikuwa wametumbukia kwenye pango la barafu. Sasa je, nini kitaendelea hapo? Shem karudi, shemeji umrudie bana. Shem kama shem, utaniua roho. Tukutane sehemu inayofuata. Hawa watu, kuna watu naona leo wanageuzwa kuwa chapati, tena ni ile chapati ya kunyambuka, chapati ambayo ukiichana inakuwa ina layer nyingi sana. Unamgusa Regina. Babu mwenyewe tu alitaka kuona mjukuu wake anataka kuuliwa, na muda huo Hamza alikuwa anajitetea, mnataka kuniua jamani, hivi mnajua mimi nimemsubiria Reggie kwa muda gani? Mnataka nife hata bado sijala. Alafu kuna mpuzi anataka kumuua Reggie, eti amuoe, ampindue anavyotaka. Tukutane sehemu inayofuata. Hawa watu leo mbona maji wataita ma. Muda wote ulikuwa nami Lucas Lumbas. God be with you till we meet again. Bye bye.